بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 من شهر الله المحرم mwaka wa 1443 katika darasa ya risala usul السنة الإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. tulianza katika vikao viwili vilivyopita wal-iqraru bir-ru'yati ba'da al-maut, msingi katika misingi ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa, kukiri kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini watamuona Allah baada ya mauti. na tulifikia kauli ya sharih hafidhahu Allah ta'ala chini ya sehemu hii aliposema ويرى المؤمنون ربهم في موقف يوم القيامة 4 مرات. na waumini watamuona Mola wao mlezi siku ya kiyama mara 4. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا بعنوان بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية، وهو كتاب عظيم. شيخ الإسلام كتاب بيان تلبيس الجهمية كورود الجهمية. na Sheikh al-Islam rahimahullah vitabu vyake vingi viko katika rudud, alikuwa akiwarudi watu wa batil. naweza kusema kuwa takriban hakuna mtu yote wa batil aliyekuwa wakati ule isipokuwa aliandika kitabu katika kuwarudi madai yao potofu, bali mpaka dini potofu pia akaandika vitabu kuzirudi, kama Uyahudi, Unasara, kadhalika katika mapote yanayojinasibisha na Uislamu, Ashia akawarudi katika minhajus sunna, kadhalika alfalasifa kama بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية akawarudi watu wa ta'til, mu'tazila, ash'ira, jahmiya, kullabiyya, as-sufiyya. hakuna pote katika mapote potofu isipokuwa aliwaandikia na kuwarudi wote. na ndio maana hakuna pote potofu lolote isipokuwa utalipata lamchukia Sheikhul Islam, sababu hakuacha hata mmoja katika hawa potofu isipokuwa akabainisha ile batili walikuwa nayo rahmatullahi ta'ala alayhi. وهو من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، katika chemchemo ya vitabu Sheikh al-Islam Taymiyya miongoni mwao ni kitabu Bayan Talbis al-Jahmiyya. وساق رحمه الله تعالى الأحاديث التي دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات. akaorodhesha rahimahullah ahadith ambazo ni dalili ya kuwa waumini watamuona Mola wao mlezi siku ya kiyama mara 4. فيرونه في المرة الأولى ثم المرة الثانية يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفونه فينكرونه. watamuona kwa mara ya kwanza, kisha kwa mara ya pili atakuja kwao katika sura ambayo hawamjui nayo. ndio ile hadithi tukaisoma jana kwa waumini atakapowaambia Allah subhanahu wa ta'ala kila waliokuwa wakiabudu kile walichokiabudu wafuate
kile alichokuwa kiabudu watabakia huu umma watabqa hadhihi al-umma fiha munafiquha wale wanafiq watakuwepo hapo fayatihim Allah fi ghairi as-surati allati ya'rifuna kwa hivyo tawajilia Allah katika sura ambayo sio ile wanaoijua fayaqulu ana rabbukum mimi ni mola wenu mlezi fayaqulun na'udhu billahi minka hadha makanuna حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه sabaki hapa tujilinda na Allah kutokamana na wewe sisi tutabaki hapa mpaka atakapokuja Mola wetu akija Mola wetu tutamjua فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا حديث كوازي kabisa kwa watamuona tena mara ya pili lakini katika sura ambayo sio ile wanaomjua nayo thumma yatajalla lahum fi sifati allati ya'rifun mara ya tatu watakuja katika sifa ambayo wao wamjua nayo fayasjuduna lahu wa hadhihi almarratu athalitha watamsujudia kama tulivyotaja jana katika hadithi فإذا رفعوا رؤوسهم تجلى لهم في الصورة التي رأوها أول مرة wakishamsujudia wakinyanyua vichwa vyao watamuona katika ile sura ambayo wamemuona nayo mara ya kwanza wa a'zamu na'imin li ahli aljannati ru'yatullahi ta'ala neema kubwa kabisa katika neema za watu wa peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio neema kubwa kabisa ويرى المؤمنون ربهم قبل دخول الجنة ويرونه بعد دخولها على حسب أعمالهم نوامين وتمون ملواو قبل يكون يبيبوني إذا مرنة تلزستاجا ويرونه بعد دخولها وتمون الله سبحانه وتعالى بعد يكون يبيبوني حسب أعمالهم أو على حسب أعمالهم كلنا نعمل زاو فأعظمهم من يرى ربه بكرة وعشيا نسأل الله تعالى من فضله أحاوى كوني نعم وتكوى كمون الله asubuhi na jioni kila siku hawa ndio katika daraja ya juu kabisa nasallallahu min fadli niyataka amali au katika daraja ya juu kabisa kwa kuna wale ambao watamuona kila juma moja linalopita kwa wiki na kuna wale ambao watakuwa wakimuona kila siku wako naye subhanahu wa ta'ala wazungumza na Mola wao subhanahu wa ta'ala ndani ya pepo sallallahu min fadlihi واتفق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه وميافكيان سلف الأمة ولوين وليتنقلية كتكه أمة كوى الله سبحانه وتعالى hakuna yote atakayemuona hapa duniani kwa macho yake إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاص اسبقوا baadhi ya wanavyuoni wakaenda kuwa ilikuwa ni hasa kwa Mtume Muhammad sallam kuwa alimuona Mola wake hii ni hasa kwake واختلفوا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هل رأى ربه بعين رأسه أو رآه بعين قلبه نابا كتكون اختلاف بين العلماء جيه Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake ya kichwani ama kwa macho ya moyo wake على قولين نقول mbili القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والإمام أحمد رحمه الله قول ya kwanza ni kwa Mtume sallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake ya kichwa chake yani macho yake hivi
na hii imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas na al-Imam Ahmad. katika ta'liqa qasima akhraja Muslim fi sahihihi kitab al-iman an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. تصحيح مسلم نكوا أممونا كوا moyo wake mara mbili, si kwa macho ya kichwani. قال ابن تيمية كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين, kama walivyosikia baadhi yao Ibn Abbas katika riwaya nyingine yasema anna Nabii sallam raa rabbahu, ikawa ni mutlaqan hivi amemwona, wakadhania kuwa akusudia kuona kwa macho yake ya kichwani. Lakini hii riwaya katika sahih Muslim yaweka wazi kuwa Ibn Abbas alichokusudia nini? Raahu bifuadihi marrataini, kwa kule kuona alikokutaja mutlaqan akusudia kuwa alimuona kwa moyo wake mara mbili. وقال ابن القيم سيما وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا. الإمام الدارمي أنا كتاب كذا كما الرد على الجهمية, كتاب كزوري سهل, كتاب فيها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي فيها كنا رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد. هنا كمل فيها كان لك katika kumrudi بشر المريسي. قال وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج. رحمك الله. عثمان بن سعيد الدارمي yeye amenukuu ijmaa katika kitabu chake hiki kuwa ijmaa ya masahaba Mtume sallam hakumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake katika usiku wa al-Mi'raj. وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك, kuna baadhi yao wasema isipokuwa Ibn Abbas ndio amekwenda kwa kauli hii. Wa shaykhuna yaqulu, akusudia nani? Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa shaykhuna yaqulu laysa dhalika bikhilafin fil haqiqa, na hii muhimu sana nukta ishikieni, hakuna khilaf baina salaf katika hili jambo katika uhakika wake. فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. ابن عباس hakusema amemuona kwa macho ya kichwa chake, yani haya macho ya kawaida, bali riwaya sahihi raahu bifuadihi marratayn. Kwa hivyo mpaka sasa tufahamu kuwa salafu salih kwa ijmaa yao kuwa Mtume salama hakumuona Allah kwa macho yake, hakumuona Allah kwa macho yake, bali alimuona kwa macho ya moyo. Hili nalitaja na al-kariri kwa sababu hizbiyun wapenda kutumia, hata masahaba walikhtalifiana mpaka kwenye aqida na hawakukosana. Kisha watoa Ibn Abbas anasema Allah, Mtume salama amemuona Allah, wengine wasema la hakumuona Allah. Amesema amemuona vipi? Hawakukhtalifiana salaf kwa Mtume salama hakumuona Allah kwa macho yake, bali amemuona kwa moyo wake. Kwa hivyo hakuna ikhtilaf, kama alivyosema Sheikh al-Islam laysa dhalika bikhilafin fil haqiqati, hakuna ikhtilaf. Sidade tanguka kaa vizuri. طيب, na hayo maneno utapata katika ijtima'u al-juyush al-islamiyya li Ibn al-Qayyim rahimahullah. وقال وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين, نقول ابن عباس كومتم صلى أممون الله كومواك مرمبيلي, فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى, ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى, والظاهر أنه مستنده, نكما أمتقميه دليل ابن عباس, فقد صح عنه أن هذا المرء جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. imesihi
kutoka kwake kuwa huyu aliyemuona hapa ni Jibril, amemuona mara mbili katika sura yake aliyoumbiwa nayo. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤادي والله أعلم. نهي قول ابن عباس ndio tegemeo pia la nani, la Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika kusema kuwa amemuona kwa moyo wake, wallahu a'lam, kama katika Zad al-Ma'ad. قال القول الثاني قول يبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه. Mtume salama hakumuona Allah kwa macho yake ya kichwani haya. Wa inma sami'a kalamahu min wara'i hijab, alisikia maneno yake kwa nyuma ya pazia, si kwa kumuona moja kwa moja, kwa hiyo ni kwa nyuma ya pazia. Qala waraahu bi'aini qalbihi, na akamuona kwa jicho la moyo wake. Warru'yatu bi'aini alqalbi تعني زيادة في العلم. kumuona kwa jicho la moyo maana yake ni kuzidi kumtambua nani, Allah subhanahu wa ta'ala. والصواب في هذه المسألة قولي يساوى katika masala haya أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. والأدلة على هذا كثيرة. nafikiri kwanza kuwa Mtume sallam alimuona kweli Allah, lakini kwa jicho la nini, la moyo wake, bimaana akazidi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa macho yake ya kichwani. na dalili zake ni nyingi, tutataja baadhi, nyingine tutakuja kuzimalizia insha Allah ta'ala. ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه تركبيش يسير عز وجل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ كنا سؤالي وازي كما يدي. أبو ذر رضي الله عنه alimuuliza Mtume sallam, ulimuona Mola wako wewe ulipokwenda safari yako hiyo ya Mi'raj ya Rasulullah, ulimuona Allah? قال نور أنا أراه. نور بتنوين نور وبفتح الهمزة في أن وتشديد النون وفتحها أن، وأراه بفتح الهمزة. هكذا رواه جميع الرواه في جميع الأصول الروايات كما في شرح النووي على صحيح مسلم. نور أن أراه، ومعناه حجابه نور فكيف أراه؟ pazia zake ni nuru, naweza vipi kumuona, ningeliweza vipi pale kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه. kwa hivyo Mtume salama hapa akakanusha kuwa alimuona Allah kwa macho yake ya kichwani. ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. maana Mtume salama alisimama akawazungumzia masahaba maneno matano. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حقيقة الله سبحانه وتعالى halali wala haimpasi kwake yeye kulala, si sifa yake, sifa ya upungufu ya Allah. halali. يخفض القسط ويرفعه. kuna mizani na uadilifu, kuna wengine hushukisha, wengine hunyanyua. kila yawmin huwa fi sha'ni. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. hunyanyuliwa kwake yeye amali za usiku kabla amali za mchana, pelekwa kwake yeye. wa amalu an-nahari qabla amali al-layl. na hii katika adilla kwa Allah yuko wapi? yuko juu. yurfa'u ilayhi. na hizi dalili kama ziko nyingi. jana nasikia clip moja katika maibadhi wa Oman kule, awaita wanaosema kuwa Allah yuko juu kwa makafiri. sema na wengi katika waislamu utaona wakiapa wanyosha vidole juu, hii ni kufuru, na anayefanya hivi kafiri.
Sasa na yule jamaa mkusanyaji wa zile klipu amkusanyia mashehe wao sasa kiibadhi. Wajua mtu aweza kuwa na itikadi hiyo, lakini ile fitra Allah aliyomuumba nayo katika kuzungumza, mmoja asema yu khalifu amri ya Allah, akanyosha kidole juu bila yeye kutaka, akamwambia ewa jamaa yako huyo anyosha kidole juu, kisha akamleta mufti Khalili, mufti wa maibadhi wa Oman, akazungumza kitu kama hicho pia, yukhalifu amra Allah, akaangalia juu kwa macho yake. Yule jamaa akasimamisha, sema angalia. Yuangalia wapi? Juu. Huwezi kukwepa babangu, hili jambo ni fitra Allah amekuumba nalo. Sasa hizi bid'a zilipoingia kwako ndio ukawa zungumza maneno kama haya, hayaeleweki. Alafu kwa nini mwasema mbona awamu wengi tu kazi yao kusema kuwa Allah yuko juu? Ni fitra, Allah amewaumba hivyo. Wajua kuwa Mola wao yuko juu subhanahu wa ta'ala, na adilla ziko nyingi katika Qur'an na sunna ya Mtume. Miongoni mwao hii hapa, yurfa'u ilayhi, wapi kunyanyuliwa kwake yeye? Wapi kunyanyua? Wapi? Chini, ubavuni, ni juu. Na ikiwa ni kunyosha kidole, Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya hivyo katika khutbatul alwada, hajjatul wadaa, katika khutba yake ya Arafa. Hal ballaghtu, masahaba walibushuhudia kwa wamefikisha ujumbe, qala Allahumma fashhad, yushiru bisbi'i ila as-samaa, Allahumma fashhad. Na hili jambo mara nyingi ulizungumza, lakini basi kama mtu yani fitra yake pia ajaribu kuipenduza, utamwambia nini? Alafu ajabu sana upate mtu kama huyo waita mawahabi kazini kufurisha watu. Nyinyi mshakufurisha watu wangapi kusema maneno kama haya? Kuwa na itikadi kafiri, nasema kuwa Allah yuko juu ni kafiri. Sijui mtapeleka wapi aya za Qur'ani nyingi, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa thumma istawa 'ala al-'arsh sabbih isma rabbikal a'la, na nyingine nyingi katika aya. Bali aya zote zinazungumzia kuhusu Qur'ani uteremsho, tanzilun minar rahmanir rahim, ni uteremsho. Kuteremka vipi? Kwenda juu ama kwenda ubavuni? Sasa mambo yako wazi tu. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, ta'ruju almalaikatu ilayhi. Bali hili tukio la Isra al-Mi'raj, Mtume sana alikwenda juu, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha swala akiwa juu. Sasa hizi adilla ziko wazi nyingi sana, kisha juu yake wapata mtu azungumza maneno kama makosa makubwa sana. Wallahu musta'an, haya ni makosa ya wazi kabisa. Sallallahu alaihi wasallam qala hijabuhu an-nur, wa fi riwayati Abi Bakr an-nar, pazia zake ni nuru, katika riwaya Abu Bakr ni moto. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Law kama tayondoa hijab, ile nuru ya uso wake itachoma kila kitu katika viumbe wake, hawezi kusubiri kwa ile nuru. Fakalimatu min khalqihi yadkhulu fiha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, viumbe wake aingia pia Mtume sallam ni kiumbe. فلو كشف الحجاب لاحترق الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. لو كما ingeliondolewa ile hijab, viumbe wote wangechomeka, na akiwemo katika viumbe nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kisha akataja وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. جمهور الصحابة وين katika masahaba wanakwenda kuwa Mtume salama hakumuona Mola wake katika usiku wa al-Mi'raj kwa macho la. حكى إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا. عثمان بن سعيد الدارمي amenukuu ijma' ya masahaba kuwa Mtume salama hakumuona Mola wake kwa macho yake.
قال ومنهم عائشة نكت كما صحابة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن مسروق قال مسروق أبو عائشة رحمه الله يعني منفونزي كتك منفونزي وعائشة قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا أي ماما يانغو سي ماما يكيكم زاني أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه جيمت محمد صلى الله عليه وسلم أدمون ملواكي فقالت عائشة كان لقد قف شعري مما قلت. قال النووي رحمه الله وأما قولها رضي الله عنه قف شعري فمعناه قام شعري من الفزع يعني mpaka nywele zangu zimesimama kwa fadhaiko yale maneno aliyosema likauni sami'tu ma la yanbaghi an yuqal sababu mmesikia maneno ambayo si sawa kusema. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wakitaka kusema hili jambo si la sawa wasema la qaffa sha'ri mpaka nywele zimesimama kwa maneno aliyozungumza maneno mazito sana umesema. قالت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. sikilizeni maneno mazuri. uko wapi na maneno matatu au mambo matatu atakaye kuhadithia haya yoyote yule basi ni mrongo. Shika vizuri maneno. Atakaye kuambia kinyume cha haya mambo matatu atakuwa nani? Mkubaliana mimi nani anasema maneno haya? asikilizeni Aisha semani. Faqalat Aisha sema man haddathaka anna Muhammadan raa rabbahu faqad kadhaba. Anayekuhadithia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mola wake kwa macho yake basi muongo. Thumma qara'at la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. kasoma hii aya kisha kasoma wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. na Mtume sallam katika bashar kwa amezungumza na Allah kwa nyuma nini pazia. waman haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadhaba. atakayekwambia kwa Mtume salama ajua ghaib yatakayotokea kesho basi muongo. na sisi leo tutasema hawa makhurafi wa kwetu hawa watu wa tariqa hawa waongo wasema Mtume ajua ghaib. si wasema ajua ghaib. aliyesema hivyo nani? Aisha radhiyallahu anha mama yetu. kama wewe si mama yako shauri yako lakini ummul mu'minin mama yetu waumini asema nyinyi warongo. tungeenda kumuuliza mama yetu anatuambia kumbe warongo tushawajua kusha mambo yenu kani TV yenu ya kikhurafi yani ajua kesho ajua mpaka hajui. Aisha radhiyallahu anha anasema atakayekwambia kuwa Mtume salama ajua kesho kuna nini muongo kwa sababu ni ghaib ni ilmu iliyokuwa na nani Allah. hajui isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atamjuza peke yake. akimwambia kesho kutatokea hivi basi litatokea kwa sababu amejuzwa na nani na Allah. lakini yeye mwenyewe hajui. qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. hakuna anajua ghaib mbinguni na ardhini isipokuwa Allah peke yake. ndio allamul ghuyub peke yake. sema thumma qara'at akasoma. fikiri hapa ndio hiyo aya qul la ya'lamu fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kinakutajwa. thumma qara'at sallallahu alayhi wasallam wa man haddathaka annahu katama faqad kadhaba. mkusewa yoyote atakayekwambia kuwa Mtume sallam ameficha jambo hakulieleza ambalo ameamrishwa afikishe basi ni muongo. thumma qara'at ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. ya amri Allah fikisha kile ambacho Allah amekuteremshia al-aya. kwa hiyo na hapa pia tunaona urongo wa nani wa mashia waliposema kuwa hakufikisha wasia wake kuwa Ali radhiallahu anhu awe khalifa baada yake sababu haikuthubutu. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. kisha Aisha akaeleza kwa ile aya yamaanisha kuwa alimuona Jibril katika sura yake mara ngapi? mara mbili. kilichobakia inshallah tutakuja kumalizia katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fik.